Oye, mambo vipi? Mimi naitwa Namisi Mswahili and you're just in time for quality with Midea. Mimi niko hapa kwa ajili ya updates na mambo ambayo yanafanyika kwenye mitandao ya kijamii. Nini kimetrend zaidi? Nini kimewasukumiza sana kwenye mitandao? Mnazungumzia nini? Kwa hiyo tuko hapa kujadili hayo pamoja na story ambayo nambari moja ina trend sana, ni kuachika kwa Eric Omondi. Sijui kama ndiye kaachika ama ni aliyekuwa mkewe ama mrembo wake huyu Lynn Njihia, lakini kikubwa ni kwamba kuna mtafaruku ambao umetokea na wawili hawa wamedecide kuachana, na kitu ambacho kinafanya nazungumzia hilo ni kwa sababu ya posti ambayo ameachia Lynn kwenye mitandao yake ya kijamii kwenye Instagram, akizungumzia kwamba ameamua kuachana na Eric Omondi na kwamba ni decision ambayo imebidi ameifanya. Haikuwa rahisi, lakini kwa sababu ya amani na kule kutaka kuendelea kukua katika maisha yake na ya mtoto wake ambaye ni anaitwaje, Kayla Omondi, wakaachana. Kwa hiyo ni historia ambayo inazungumziwa sana kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na kwamba hawa wawili walikuwa power couple fulani ambayo ilikuwa amazing sana. Watu walikuwa wamewafuatilia sana kutaka kujua maisha yao yako vipi. Hii inajiri wiki moja tu kabla ya ama baada ya kumfanyia yule birthday surprise, ambapo Eric Omondi aliweza kumpeleka huyu mtoto wa kike hadi Dubai. Tukaona pale kwenye chopa wakifly, wakijibamba, wakifurahia mambo yao, alafu baadaye inakuja kutokea. Kwa hiyo imekuja kama shoka kubwa sana kwa wale ambao ni wafuasi na wale watu ambao wanafuatilia maisha ya comedian ambaye sasa ni mwanaharakati mkubwa sana hapa nchini Kenya kuhusiana na maisha ya Wakenya, akifuatilia mambo ya kisiasa pia na vile vile kuwasaidia Wakenya waliokwama hapa na pale kupitia ule mtandao wa sisi kwa sisi. Kwa hiyo ni jambo ambalo limeweza kuwakosesha wengi ambao ni wale in-laws kwenye mitandao ya kijamii, wameweza kuzungumzia masuala kama haya kuhusiana na kuachika kwa Eric Omondi. Lakini kikubwa tuangazie tu kwamba kuna video fulani ambayo iliweza kutokea wakati Eric Omondi walikuwa pale kwenye airport wakienda kwenye hiyo safari ya birthday. Na kitu kimoja ambacho kilijitokeza kwenye interview ambayo alifanya na wanahabari pale kwamba Eric Omondi hakufurahia ama alionyesha kutokuwa na ile comfort Lynn aliposema kwamba ana mpango wa kusafiri ama kurelocate kuishi Uingereza. Kwa hiyo ni jambo ambalo lilikuja kutokea kwenye interview ambapo Lynn kuhusiana na kazi yake ya kuwa model alipata ajira kule Uingereza ambao ni UK, na alikuwa anataka kwenda huko kuendelea na maisha yake, na alisema atarelocate na mtoto wake. Alipoulizwa Eric Omondi, hili ndio jibu ambalo alipewa. Kwa hiyo tazame interview alafu tujue nini kilijiri hapo. Okay, kuna watu walikuwa wanafikiri kama you're going to relocate from Kenya uende ukae majuu. Maybe tueleze kidogo hiyo. Na Eric atatuambia if it's okay with him ako aje nayo. Yeah, so right now we sign contract and they're already working on the portfolio. So once I start, because I'm going to work in big companies as a model, not the runway modeling, commercial. So if jobs itakuwa mingi, then I'll have to relocate because of Kayla. And I don't think it will be hard on him. He can take a private jet. Yeah. Are you okay with that? Yes, she's a modeler. So hiyo ni dream yake, sisi tutamsupport. Sisi lazima tubaki Kenya. Hatuwezi toka Kenya mpaka Kenya. Siwezi katotalipia. Kuna time nilikuwa nataka kurelocate to the US 5 years ago until 4 years ago. Things change. So support Lynn aende UK, aende US, aende Australia. Sisi tutabaki huku tuoshe nyumba. Waende na Kayla, watu waachie nyumba tufagie. Safi. Na mojawapo ya hiyo response ya Eric Omondi unapoiangalia ni ukimwangalia uso na maneno hayaambatani. Anasema kwa sawa, lakini ukiangalia zile ambazo tunasema non-verbal communication, ukimwangalia kidogo, kwa mwanaume yeyote tu yule ambaye ukimwambia kwamba long distance relationship, walizungumzia hapo mambo na private jet kwamba anaweza kuvuka mara moja tu akitaka kumuona, anaweza kuingia UK.
Eric Omondi akasema yuko sawa na atamwachia Lynn aendelee na maisha yake, aendelee kugrow katika biashara yake na pia kazi yake ya kuwa model, na vile vile akasema kwamba yeye atabakia nchini Kenya na hawezi toka nchini Kenya hadi Kenya iwe sawa. Na Kenya kuwa sawa inamaanisha kwamba pengine uongozi uwe dhabiti na kwamba uweze kuwasaidia wa Kenya, ambalo ndio jambo muhimu ambalo Eric Omondi amekuwa akilipigania siku nyingi sana kama mwanaharakati. Kwa hiyo hii story inatokea hivyo. Eric Omondi hajatoa maelezo yote kuhusiana na hili hii update ambayo Lynn alitoa, na kitu ambacho amefanya ni amepost video. Sasa Adam, tunaweza piga selfie. Sasa hivi. Pale anazungumzia mambo na shamba la Edeni, kwamba hapa walifukuzwa kwenye shamba la Edeni, wanaenda kutafuta mkao mwingine ambao ni the New Eden. Kwa hiyo ukiangalia ni kama transition hivi. Sisi kama creatives huwa tunasema kwamba ukiona creative amekaa chini akaliandika jambo fulani na kaliweza kuliact ama kuliongoza, kama ni work of art ama sanaa, kuna kuanga na ukweli fulani ndani yake. Kwa hiyo hatusemi kama jibu la moja kwa moja ambalo Eric Omondi amelitoa kuhusiana na hii issue ya yeye kuachika na Lynn, lakini pia tunaiangazia tu kwamba creative amekaa siku moja baada ya taarifa za kuachika, na vile vile pia wali unfollow each other kwenye mitandao ya kijamii ya Instagram, na akaachia ile video akifanya kwamba ni marketing, ni skit. Lakini sisi ambao ni wambea tunaangalia sana kwa ndani, je, ni nini kinaweza kuwa kinafuatia kwamba hii video ambayo Eric Omondi ameachia, je, pengine alikula tunda kwingine ama ikawa hapa ni moja hapo ya sababu ambayo ilifanya wakaachana na mpenzi wake Lynn Jihia. Lakini zaidi ni kwamba pia ukiangalia kati ya wawili comments ambazo zilikuwa zimenawiri sana kwenye mitandao kwenye ile post yao ni kuhusiana na difference ya miaka yao. Ukiangalia kwamba Eric Omondi ni mtu ambaye ana umri wa 40 and above, na Lynn mtoto mdogo tu ndio ameweza kuingia mwaka wa 24. Kwa hiyo kuna difference kubwa ukiangalia pia what Eric ameachieve katika maisha na vile vile kile ambacho Lynn anapania kuachieve. Kwa hiyo ni mambo mengi tu ambayo yameweza kufanyika hapo jana kutokana na hiyo post ambayo imeachiliwa na Lynn kuhusiana na kuachana na Eric Omondi. Kikubwa ni kwamba media nyingi zimeweza kuzungumzia, kurasa za mitandao za kijamii na vile vile wambea wengi wameweza kuingilia ile swala na kulizungumzia, lakini taarifa kamili ni kwamba hawa wameachana. Sababu za kuachana bado ndio tunaendelea kupekua kwenye mitandao ya kijamii. Pengine Eric Omondi akipata nafasi ya kuweza kuaddress media, kwa sababu yeye ni rais wa comedy, aweze kujitokeza na kuweza kuaddress. Pengine inaweza kuwa pengine kikazi wametofautiana, ama kulikuwa na mambo ama issues za background ambazo zimeweza kufanyika na kusababisha wawili hawa kuachana. Sisi kama media tutakuwa tunaendelea kuangalia issue na kufuatilia kila update ambayo inafanyika. Kwa hiyo kaa hapa una subscribe, unaachia comment na vile vile unatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Mimi naitwa Namis Mswahili. Hii imekuwa Quality na Media, ndio unapata chai ambayo ni quality kabisa ndani ya entertainment scene za Kenya na vile vile East Africa na dunia nzima, ikibidi tunaruka nayo, au sio? Midea TV, spilling the tea, setting the trends.